هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال عون بن عبد الله بن جعفر في أرض كربلاء: إن تنكروني فأنا ابن جعفر، إن تنكروني فأنا ابن جعفر، شهيد صدق في الجنان أزهر، يطير فيها بجناح أخضر، كفى بهذا شرفا في المحشر. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tumo siku ya tatu ya majlisi zetu, na mada ambayo tunaendelea nayo ni kuhusu vijana katika jicho la Karbala. Na huko nyuma katika majlisi mbili zilizopita tumeeleza kijana ni nani na kwa nini tumzingatie kijana, kwa nini tuzungumze kuhusu kijana. Na tumeona kwamba kuna mitazamo miwili katika kumwelezea kijana ni nani: mtazamo wa kuzingatia miaka na mtazamo wa kuzingatia nguvu na uwezo alokuwa nao kijana. Kwa hivyo ameitwa kuwa kijana kwa sababu ya uwezo wake, kwa sababu ya nguvu alizokuwa nazo. Na jana katika mazungumzo yetu tulikomea katika nukta ya kwamba kama ambavyo mwanadamu ameumbwa akawa ni mtoto dhaifu, kisha Mungu akampa nguvu baada ya udhaifu, kisha baada ya hapo akampa udhaifu baada ya nguvu, kwa maana ya uzee na ujana na utoto. Na tukasema kwamba kipindi cha ujana kwa kijana ni kipindi cha quwwa baina ad-dha'fain, nguvu baina ya udhaifu wa aina mbili, udhaifu wa utotoni na udhaifu wa uzeeni. Ndio kipindi cha ujana. Lakini tulidokeza kwamba mbali na kumpima mtu mmoja mmoja anapofikia marhala ya ujana, wataalamu wa mambo ya kijamii na hasa akiwemo Ibn Khaldun amezungumza kwamba na jamii nayo huzaliwa, na jamii nayo hufikia umri wa ujana, na jamii nayo hufikia umri wa uzee, kwa maana jamii kazeeka. Taifa linazaliwa, hukua mpaka likafikia ujanani, kisha likafikia mahala likawa ni taifa kongwe na linaweza kupotea. Na konsepti hii ipo katika hata viumbe vya Mwenyezi Mungu. Wakija kuzungumza
kuhusu jua, sayari ya jua, wanasema iko katika umri wa ujana. Ni nyota ambayo ina umri wa ujana. Kuna nyota ambazo ni kongwe zaidi kuliko jua, na kuna nyota ambazo zimeshatoweka, na kuna nyota ambazo ni changa zaidi. Na kama ambavyo mwezi unazaliwa unapendeza katika Badri, alafu unakwenda unatoweka. Kwa hivyo wataalamu wa mambo ya kijamii wamekwenda mbali zaidi kuelezea kwamba jamii vile vile hupitia marhala ya ujana. Ndio suala likawa kwamba sisi mataifa ya Afrika tuko katika kipindi gani cha utotoni au ujanani au uzeeni? Hili ndio swali tulouliza katika mazungumzo yetu ya jana. Wewe unadhani tuko katika kipindi gani? Na nimekupeni mfano wa taifa kama la Uingereza ambalo lilikuwa likisemwa katika miaka iliyopita kwamba ni taifa ambalo hapazami jua katika ardhi zake, kwa sababu linamiliki maeneo mengi katika dunia hii. Hata likizama jua kule Uingereza, kuna maeneo ya Uingereza ambayo jua linachomoza. Lakini nani anayezungumzia Uingereza leo hii ambayo imetawala Marekani? Marekani uhuru wao wa mwaka 1776 wameupata kwa kumuondoa Muingereza, sio? Kwa hivyo ni koloni la Uingereza. Lakini leo Uingereza tayari ishavuka marhala ya nguvu na uwezo, ujana. Sasa Uingereza ni taifa kongwe. Kwa lugha nyingine ni taifa babu, lishazeeka. Lakini mtazamo wa Ibn Khaldun ni kwamba kuna uwezekano wa taifa kuporomoka alafu likazaliwa upya tena. Na ndio maana leo ukizungumza umma wa Kiislamu uko katika marhala gani, ya mtoto au ya ujana au uzee, kuna wakati umma wa Kiislamu ulifikia katika kiwango na marhala unasema ni ujanani, na wataalamu wengine wanasema ni golden age, azamanu adhahabi, kipindi ambacho ulitawala umma wa Kiislamu dunia. Pale ni kipindi cha ujana, ukomavu wa umma wa Kiislamu. Sasa baadaye umeporomoka umma wa Kiislamu, umekuwa ni civilization kama vile kongwe. Tunachotakiwa ni kwenda mbio uzaliwe upya tena. Na nyinyi mnajua harakati za kuzaliwa upya, mazazi yana machungu. Msema akhadhaha almakhadhu fawaladathu. Almakhadhu ni yale machungu na maumivu ya uzazi. Kuzaliwa upya kwa umma kuna machungu yake, kuna kuingia theater, kuna minongono naisikia huko kwa kina mama kidogo, ni vizuri watulie isituchanganye. Kwa hivyo katika kuzaliwa upya kwa umma kuna machungu yake, kuna kuingia theater, kuna upasuaji, kuna mwanamke kusema ya laitani mitu qabla hadha, kwa sababu ya yale maumivu yani. Na wanaotaka kuzaliwa upya bila kupitia machungu haiwezekani. Yani jamii inataka izaliwe upya bila kutoka katika machungu fulani, ambayo baada ya machungu yale, kama yale ambayo manake hata yai la kuku lazima lipasuke, sio? Ndio kifaranga kitoke. Sasa umma hauwezi kuzaliwa upya bila machungu. Na ndio tukasema mnaposherehekea mwaka mpya, hali yenu ikoje? Mmeridhika na hali yenu? Au maana ya mwaka mpya ni kuzaliwa upya, ni kutathmini hali yenu na kuweka roadmap, njia ya kwamba tunakwenda wapi, kutambua makosa na kasoro. Lakini na wewe mmoja mmoja katika Waislamu, kwa nini mwaka mpya ukufanye ukajitathmini kwamba mimi naondokaje hapa sasa? Huu mwaka naazimia nini? Kwamba tangu umeingia mwaka huu una maazimio mapya, kwamba salatu subhi haitonipita, mimi nitakuwa nikifunga sunna mwaka mzima, Alhamisi na Jumatatu, mimi sitosengenya kuanzia mwaka huu.
Hiyo ndio maana ya kuzaliwa upya, ndio mwaka mpya, maana yake ni hiyo. La sivyo umma utaendelea kuwa ni umma uliozeeka, una watu zaidi ya bilioni 2 lakini umelala. Una robo ya wakazi wa duniani. Ndio hapo tunapozungumza kwamba sasa na umma pia unapitia marhala ya ujanani. Sisi bado tushazeeka, tunataka tuzaliwe upya, alafu tuende tufikie ujanani. Lakini ujana usipotengenezwa kwa yale tuliyozungumza, usipopewa fikra na material, hauwezi kwenda. Umeona kuna wanasiasa vyama vyao vinafukuza watu wenye pesa afu vinabakiza watu wenye mdomo. Mdomo tu hautoshi, sio? Na pesa tu hazitoshi. Mtume alihitajia fedha, lakini alihitajia kutengeneza akili. Marhala ya kazi ya Mtume Makka ilikuwa ni kutengeneza fikra. Ndio maana utaona aya nyingi za Qur'ani na sura nyingi za Makka ni sura zinazozungumza tauhidi, kuwakataa mataghuti na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mataghuti, mashaitani ndio wanaweka vikwazo. Na wale wababe wa Makka walijua hatari ya fikra hizo mpya. Unawafundisha watu waanze kufikiria kusema no, hapana. Sio jambo dogo, sio? Hata nyumbani ukiwa na mtoto hawezi kusema hapana alafu akajenga hoja yake, humwandai kijana mzuri. Kwa sababu ni yule kijana anasema amin 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 wala dhali amin, alafu pembeni analalamika, mzee bwana alikuwa anaweza kuyasema. Lakini hujamuandaa kusema hapana, akatoa na yeye fikra yake. Kwa hivyo ukombozi mzuri ni kuwafundisha watu kufikiria. Huwezi kuwafundisha kufikiria kama hujawapa fursa ya kufikiria na kutoa maoni. Swala hili ni kubwa kuliko tunavyodhania. Swala hili linaingia mpaka darasani na katika nyanja zote za maisha, baina ya mume na mke. Unapokuwa darasani wewe mwalimu, ukiingia unasema wewe tu, ukimaliza unatoka. Hakuna kipindi cha mwanafunzi kusema na yeye, kutoa mawazo yake, alafu mkajadiliana. Na Mungu anaenzi sana kujenga misingi ya fikra na mtu kuwa huru katika kile anachokifikiria. Ndio maana Mungu hata kuthibitisha kuwepo kwake anajengea hoja pia hilo. Na anakuambieni hatu burhana, kuleteni hoja zenu. Kisha Mungu anajenga hoja kwamba yeye kwa nini yupo na kwa nini yeye ni mmoja. Unadhani ilikuwa kuna haja hilo? Ilikuwa inatosha tu kwamba yeye ni Mungu, ukitaka ni Mungu, usitake ni Mungu. Lakini Mungu mwenyewe ukisoma Qur'ani yote anajenga hoja ya kwamba yeye ni Mungu na anakupa vielelezo. Alafu anakuambia na wewe jenga hoja. Alafu na wale waliojenga hoja za kumthibitisha yupo, katoa historia yao, kainukuu, kasimulia ndani ya Qur'an. Ili nini? Ujifunze kwamba namna gani Mungu anaenzi wanaotoa hoja. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu almulk idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa yumitu qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bishamsi min almashriq fa'ti biha min almaghrib fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ananukuu mjadala, sio? Na anazitoa hoja zilizotolewa kwamba na wewe ujifunze namna gani watu wanajenga hoja. Fikra iwe huru na utoe mawazo na maoni, sio? Na yule aliyetaka, manake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuumba Adam, na kabla hajamuumba ametoa hoja kwa malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Alafu na wao akasema atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Unadhani kama hawajui sifa ya Mungu ya kuwaachia watoe maoni yao, wangetoa maoni ya sampuli ile? Malaika wanamwambia Mungu, Mungu vipi bwana? Hii lugha yangu tabani,
Unataka kumweka katika dunia hii atakayeleta uharibifu na kumwaga damu. Alafu Mungu alikuwa anatosha kusema shika adabu yako, mimi ndio Mungu, kama tunavyofanya sisi wazazi, sio? Nikisema nyamazeni. Lakini Mungu hapana, kabe inni a'lamu ma la ta'lamun. Kisha akawafundisha kwamba kwa nini kivitendo. Akawafundisha kwamba Adam ana mambo ambayo ni bora kuliko nyinyi. Anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Hebu niambieni majina ya vitu hivi au ya hawa ikiwa nyinyi ni wa kweli katika hoja yenu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kwa hivyo mmeelewa kwa nini nimemuumba huyu. Sasa sio hivyo tu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Sio tu kwamba huyu bwana anayemuumba atakuja kwa ajili ya kazi ile ya ibada, lakini nyie msujudieni. Halikuwa jambo dogo, Sasa hiyo ndio tabia ya Mungu. Sasa kijana anaandaliwa hivyo. Na Qur'ani imejaa mifano ya sampuli hiyo mingi. Katika maana za kijana, kama vile Waswahili wanavyosema, kijana ni moto, ni maji ya moto. Kijana ni mtu ambaye anaendeshwa na hamasa zaidi. Kijana ni mtu mwenye pupa, mwenye haraka ya mambo, sio? Sifa ya kijana ndio hata neno shabba linaweza kutumika kwa kusema shabbatin niran, kwa maana moto umewaka, indala'at wa washta'alat. Lile neno shababu, shabun, shabba, na Waarabu wakasema man shabba ala shay'in shaba alayhi. Hii ni maana nyingine. Man ansha'a wa nasha'a ala shay'in shaba alayhi. Atakayekulia katika tabia fulani ikakita, atazeeka nayo. Kwa kuna maana ya kuwaka kwa moto, kuna maana ya kukulia, Na ile maana ya asli siku zote ina maana sana katika maana ya kiistilahi. Kijana maana yake inatokana na kukulia katika mazingira fulani. Kijana ina maana ya kuwaka moto na kitu chenye joto, moto moto, chenye mhemko, chenye hamasa, chenye haraka. Na kuwasha moto sio lazima uwe moto tu. Unaweza kuwa ni moto wa mapambano, moto wa vita, sio? Na Waarabu wana msemo huo, niranul harbi. Hakuna moto pale, lakini maana yake ni kwamba jambo linapokuwa moto moto hutumika neno shabba. Lakini kijana anatakiwa awe hivyo, lakini atumie akili, asiongozwe na hamasa tu. Na katika maana ya kijana ni fata. Ndio tumesoma aya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mnajua ashabul kahfi walifanya kazi gani? Walikuwa wanapigania ukombozi wa jamii yao, wanapigania mila na desturi ya Kiislamu. Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Walipokuwa wameamka katika lile pango, wakaamua, wakabishana muda walokaa, kisha wakasema fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina, mtumeni mmoja na pesa hii mjini akanunue chochote kile chakula. Walishauriana faliyatalattaf, aende kwa umakini bwana, ili asijulikane, kwa sababu innahum in yadhharu alaykum yarjumukum, wakikujueni jamii ile watakupigeni mawe. Ilikuwa ni katika adhabu mbaya sana kumpiga mawe mtu mpaka afe. Lakini vile vile yu'idukum fi millatihim, au watakurejesheni katika nini? Mila yao. Ina maana nyie mmekimbia nini? Ile mila. Nyie mnapambana dhidi ya ile mila. Lakini sasa hao jamaa mkikosea mambo yenu ya kiufundi, watakukamateni, watakurejesheni katika mila. Mapambano yenu ya ukombozi hamtofanikiwa tena. Hawa wanaitwa fityatu, vijana. Lakini neno fata linatokana na nini? Wanasema wataalamu, fata ni ashajaatu, yani quwwatu shababi, ushujaa na nguvu za kijana, ndio maana ya fata.
Ndio Qur'ani imetumia neno hili sana katika mapambano. Vijana, fata ni kijana, lakini si kijana tu, ni kijana shujaa, ni kijana mwenye sifa ya ushujaa, ni mwenye kupambana. Ndio maana ya fata. Ukisoma Qur'an utaona sana katika aya nyingi. Lakini Ibrahim alayhi salam, mpambanaji akiwa kijana. Mnamfahamu Ibrahim, harakati zake tangu akiwa kijana, sio? Anapigana yeye mwenyewe. Mna lugha yenu nyie vijana mnasema kwamba mtu mwenyewe yeye ni jeshi kamili, sio? Alikuwa ni jeshi, mtu mmoja. Watu wote hawana imani ila yeye. Anapigania manhaji mpya, anataka ukombozi. Jamaa wamekwenda mnadani, yeye kaamua kupambana na masanamu, sio? Mpaka Lut akaja kumwamini, wa amana lahu Lut. Lakini neno fata Mungu kalitumia kwake. Walipokuja wakakuta masanamu yote yamevunjwa vunjwa, ila sanamu moja limewekewa shoka katika bega. Walichokisema, man faala hadha bialihatina, nani kaifanya hivi miungu yetu? Majibu yalikuwa nini? Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Hatujamuona aliyefanya haya, lakini tunajua yule aliyokuwa na manhaji ya kupinga, alikuwa akifanya kampeni za kukomboa watu dhidi ya masanamu. Yani sanamu yale na sanamu Yazidi kuna tofauti gani? Ni minal jinnati wan nasi tu, sio? Ndio tofauti yenyewe, sio? Yale yalikuwa masanamu ya mbao na haya ni masanamu binadamu. Wote ni mataghut. Wa man yakfuru bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kwa hivyo kampeni za Ibrahim hazikuwa kuvunja tu. Kabla ya hapo alikuwa akisema, akitangaza, akifanya kampeni dhidi ya masanamu, akitangaza manhaji mpya katika maisha ya kijamii. Ndio maana masanamu yalipovunjwa, bwana mmoja akasema sami'na fatan. Sio tumemuona, hatujamuona sisi, lakini sami'na fatan yadhkuruhum, tulimsikia kijana anawataja. Ndio maana yadhkuruhum. Na hapa kuna maneno yamefichwa, tunasema mara kwa mara, maana yake sami'na fatan yadhkuruhum bisu'in, tumemsikia kijana anawataja kwa ubaya. Sio mujarrad wa kutaja tu, sio? Nani huyo? Yuqalu lahu Ibrahim, anaitwa Ibrahim. Wakamhudhurisha na yeye hakukataa, na kisa mnakifahamu. Kwa hivyo neno fata ni shujaa aliyekuwa tayari kupambana na serikali wakati ule ya Namrudi na watu wake, kutaka kuleta ukombozi. Na nyinyi mnafahamu maneno ambayo tumeyazoea yaliyosemwa katika vita mbalimbali. Wengine wanasema ni katika vita vya Uhud, paliposemwa la fata illa aliyun wala saifu illa dhulfiqari. Katika matini nyingine la saifa illa dhulfiqari wala fata illa ali, taqdim na ta'khir. Mnadhani maana yake ilikuwa ni nini? Yani pale katika masahaba ilikuwa hakuna kijana, ila Ali peke yake ndio alikuwa kijana, au makusudia alikuwa ni shujaa? Kijana lakini shujaa, sio? Ndio maana yake ilikuwa. Kwa hivyo kijana maana yake inaambatana na ushujaa na uwezo wa kupambana na nguvu. Laysa alfata man qala ha ana dha walakin alfata man, laysa alfata man qala kana abi walakin alfata man qala ha ana dha. Kijana shujaa sio yule anayesema babangu bwana alikuwa hivi bwana, babangu alikuwa hivi bwana, lakini shujaa kijana ni yule anayesema mimi niko hapa na niko tayari kupambana. Ndio sisi tumezoea kusema baba yangu bwana, baba yangu alijenga mjini, baba yangu alihamia mjini mapema. Huo sio ushujaa wala sio ujanja, sio? Ujanja ni na wewe ujenge, si ndio?
na wewe ujenge mjini. Ujanja sio kujifaharisha na gari au magari ya baba yako, ni kununua la kwako ndio ujanja, sio? Sema alikuwa hivyo, lakini na mimi niko hivi. Fanya na wewe. Maana katika miji yetu sisi ni wepesi sana kujifaharisha. Baba yangu alitangulia mjini, sio? Baba yangu alikuwa mjanja. Alafu na wewe ni nani? Bwege. Hakuna miji mipya na wewe ukaanzishe mji ili kesho mwanao aseme baba yangu alifanya hivi. Kwa nini mnabanana pale pale vijukuu mpaka vitukuu? Mnamsifu tu yule babu, lakini nyinyi hamjengi. Sasa ushujaa wa wazazi wako utakuwa na maana na wewe ukiwa shujaa, sio? Na ndio maana ukirudi hata katika shairi tuloisoma ambayo ni maneno ya nani? Ya Jaafar, ya Aun ibn Jaafar. Yeye ni Aun ibn Abdullah ibn Jaafar. Mnamjua nani huyu Aun? Bibi Zainab alayha salam katika ardhi ya Karbala alikuwa na watoto, watoto ambao wameshiriki kumnusuru, kumpigania mjomba wao ambaye ni al-Imam al-Hussein. Kwa sababu Zainab mume wake ni Abdullah ibn Jaafar, na Abdullah ibn Jaafar ni yule Abdullah ibn Jaafar at-Tayyar. Alikuwa na watoto wawili katika ardhi ya Karbala, mmoja akiitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Jaafar na mwingine akiitwa Aun ibn Abdullah ibn Jaafar. Hawa wametoka kwenda kumnusuru al-Imam al-Hussein, vijana, na waliagizwa na nani? Na baba yao ambaye ni nani? Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib. Walikuwa katika ardhi ile vijana. Sasa huyu Auni alipokuwa anajiandaa kuingia katika mapambano, jeshi liko upande wa pili la Yazid, alisema maneno haya: intunkiruni, ikiwa hamunitambui, hamjui mimi nani, fa ana ibn Jaafar, ana ibn Jaafarin, fa ana ibn Jaafarin, mimi ni mtoto wa nani? Jaafar. Jaafar yupi? At-Tayyar. Na katika lugha ya Kiarabu babu anafaa kuitwa mbaba, sio? Yeye ni mjukuu huyu, lakini anajifakharisha na nani? Na Jaafar. Fa ana ibn Jaafarin, in tunkiruni fa ana ibn Jaafarin, shahidu sidqin fil jinani azharu, shahidi wa kweli Jaafar, ambaye fil jinani, yuko katika pepo, anapendeza, anavutia. Jaafar at-Tayyar. Yatiru fiha bijanahin akhdara, anapaa katika pepo ile kwa mbawa zake, mbawa za kijani. Maanake alipokatwa mikono yake katika vita, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye aliyesema kwamba Jaafar anapaa peponi kwa mbawa zake. Kafa bihadha sharafan fil mahshari, inamtosheleza hili kuwa ni sharaf, ni heshima siku ya Kiyama, siku ya kufufuliwa. Huyu hakujifakharisha tu na wazee wake, lakini aliingia katika maidani, sio? Aliingia kupambana. Na ndio heshima hiyo, kwamba wazazi wako walikuwa watukufu na wewe unafanya utukufu gani? Wazazi wako walikuwa na uchumi mzuri na wewe unajenga uchumi gani? Unakuwa ni mtu wa kwanza katika familia kufanya jambo jipya zuri. Kama ni degree, wewe wa kwanza kupata degree katika familia. Manake sekta ziko nyingi, sio? Unaweza ukawa wa kwanza katika familia kuwa na uchumi mzuri kuliko wote, wa kwanza katika familia kuwa na nafasi ya kisiasa kuliko wengine, sio? Fanya jambo jipya, usibaki kujifakharisha tu na Waarabu walikuwa na maradhi haya. Mpaka katika hija wanakaa vikundi vikundi kujifakharisha tu, wazee wetu, mimi mzee wangu alikuwa fulani, sisi tulikuwa watu fulani. Mpaka Mungu akawaambia, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum
abaakum au ashadda dhikra famina nnasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaqin wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana, mpaka mwisho. Kwa hiyo mpaka katika hija walikuwa wakikaa vikao vyao kujifakharisha wazee, mimi nilikuwa hivi, baba yangu alikuwa hivi, babu yangu alikuwa hivi, sisi ni ukoo fulani. Na tukitizama maimamu tumewaona wakisema hayo, lakini yalikuwa hayaishi katika kujifakharisha tu, ilikuwa na wewe kutenda kama walivyotenda wazee wako, sio kufanya kama walivyofanya wazazi wako. Ndio utaona Imam Ali alikuwa shujaa na kazaa mashujaa, kajukuu mashujaa, sio kama kina Al-Qasim ibn al-Hasan, kama kina Al-Aun ibn Abdullah na wengine. Kwa hivyo vijana wa Karbala, miongoni mwao alikuwa ni huyu bwana mkubwa Aun, na yeye alitoka kupambana katika hali kama hiyo, na hiyo ndio maana ya al-futur. Ndugu zangu, mpaka hapa tulipofikia, tuhitimishe katika suala zima hili la taarifu kwa kusema hivi: kwa nini kijana awe na nguvu, na kwa nini iwe sifa muhimu ya kijana ni uwezo na nguvu? Ni kwa sababu nguvu zinahitajika kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Nguvu ni muhimu, uwezo ni muhimu. Jamii inahitajia watu wenye nguvu waweze kulipeleka mbio gurudumu la maendeleo ya jamii, lakini kuleta ukombozi wa jamii. Na ndio maana katika hadithi maarufu mnayojua nyinyi nyote ni ile hadithi inayosema almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini aldhaif. Mu'min mwenye nguvu ana kheri zaidi na anapendwa zaidi na Mungu kuliko muumini dhaif. Haya, hizo nguvu za nini? Zinahitajika katika nini? Ni kwa sababu nguvu zitasaidia kutetea haki, kupigania haki, kupambana dhidi ya dhulma na dhalim. Wa ila hizo nguvu hazina maana. Ndio maana Mtume akamsifu muumini mwenye nguvu na kwamba anapendwa na ana kheri nyingi. Kwani Musa alayhi salam alipompiga bwana yule ngumi akafa, ilikuwa ni mazingira gani yale? Si ya dhulma, kwamba mtu anamdhulumu mwenzake, yeye akaja kumtetea madhulumi, sio? Ndicho alichokifanya. Istansarahu, aliomba msaada. Wewe leo hii hata katika amru bil ma'ruf na nahy anil munkar tumeambiwa kuna darajati. Katika daraja hizo biyadihi, kuzuia uovu kwa mkono wako. Haya, kama huna nguvu utazuiaje? Kuna mtu ambaye hata wanaopigana wawili kuamua pia hawezi. Kwa hivyo mu'min mwenye nguvu ana nafasi kubwa na ana kheri nyingi, kwa sababu anaweza kutetea haki, anaweza kupigania ukombozi. Dunia inahitajia nguvu. Mkisikia super power, maana yake ni nguvu. Tafsiri ya nguvu ni pana kuliko nguvu za mwili tu, kwamba zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, kuliko mwili. Zaidi ya hapo, nguvu ina maana zaidi ya hapo. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Katika quwwa ni vijana wenye uwezo wa kupambana, sio? Katika quwwa ni ilmu. Na leo hii tutaona kwamba kama Aliyun al-Akbar katika ardhi ya Karbala alikuwa ni shujaa, alikuwa ni kijana mpambanaji, alitumia mbinu gani kupambana? Al-Qasim ibn al-Hasan alikuwa shujaa, alipambana. Al-Abbas mnayemsifia sana katika hadhara hizi, alikuwa kijana. Riwaya nyingi zinazotaja umri wa Al-Abbasi zinasema alikuwa na miaka 34. Alafu kuna baadhi ya riwaya zinasema 35. Sasa kipimo cha miaka tumekielezea, lakini inatosha kwamba alikuwa kijana. Al-Abbasi alikuwa kijana. Na siku alipouawa Al-Abbasi, maneno ya Imam Hussein yalikuwa nini? Al-ana inkasara dhahri
nguvu zangu sasa zimevunjika tayari. Dhahri kwa maana ya quwwa, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira ay mu'inan wa musa'idan, al'ana inkasara dhahri. Maneno ya Imam Hussein, nguvu zangu sasa zimevunjika kabisa. Kijana huyu alikuwa mshika bendera, jemedari, ikiwa ameuawa, fal'ana inkasara dhahri wa qallat hilati, na mbinu zangu zishakuwa chache sasa, sababu huyu kijana ameondoka, Al-Abbas. Kwa hivyo tunahitajia watu wasiokuwa legelege, wenye nguvu. Tumeelezana kwamba aina ya vijana tuliokuwa nao leo hii si wale vijana wanaokusudiwa wanaweza kuleta mwamko. Vijana ambao wanataka waimbe, wanasema tunataka tutoke kupitia nyimbo, na wanaimba nini? Nyimbo nyingi za vijana, nyimbo za kulalamika, za kutafuta huruma, za mapenzi, sio? Analalamika tu, yeye analalamika tu, anataka atoke kwa sauti yake ya kulalamika. Anataka dunia inayomzunguka imuonee huruma. Ndio vijana tuliokuwa nao. Sasa angalau angekuwa hivyo, lakini kichwani ana kitu, sio? Pia hawana fikra. Ndio aina ya vijana tuliokuwa nao. Kijana anaweza kukaa hapa mate mpaka yakadondoka chini kutoka kinywani kwake, hana habari. Unamtaka alete ukombozi wa umma? Kwani hamwajui hao vijana, sio? Ndio aina ya vijana tuliokuwa nao. Kwa hivyo lazima umma utengeneze vijana, uwape silaha zote za kuweza kupambana. Kama Aliyun al-Akbar aliingia shujaa akapambana vile, wewe unahitajia ushujaa gani leo hii kupambana? Unahitajia ushujaa. Kina Aliyun al-Akbar wanatakiwa wabebe silaha za kisasa, sio? Mapambano yako wapi? Medani za mapambano ziko nyingi, sio? Siku hizi mapambano mengine kwenye mtandao. Haya, wewe huna ala za kuingia kwenye mtandao, ukasema mambo, ukajibu jambo, ukapeleka mawaidha, ukakosoa vitu. Haya, wewe ushujaa wako unataka uwe wapi? Unaupeleka wapi? Kwa hivyo kila zama zina silaha zake, zina mbinu zake. Tunahitajia vijana ambao wanaweza kusoma mazingira ya sasa, wakawa mstari wa mbele kupambana. Asilimia kubwa ya vijana wametuweza, kwa sababu kwenye mitandao wanavyoviposti na kutuma, wametuteka sisi sote. Mambo ya kipumbavu, ya kijinga. Tutakuja kuona huko mbeleni kwamba namna gani kijana amedhibitiwa kupitia mambo ya kipumbavu. Na ile algorithm kila ukifungua unaona la kipumbavu moja linakuja, la pili, la tatu. Katizameni wale wenye follower wengi wanafanya nini? Si vituko tu. Sitaki kutaja majina kwa sababu kuna taratibu za kisheria, lakini mnawajua kwa majina. Hapa Tanzania yule ana followers milioni 2, wengine mpaka karibu milioni 100. Ni kitu gani kimemfanya awe vile? Katizame anafanya nini? Anaelimisha? Anafundisha? Au anafanya vituko? Ni vituko tu. Ndio utajua umma ukoje. Unashabikia wenye vituko. Lakini katizame mawaidha yana watu wangapi? Katizame elimu ina watu wangapi? Maana wewe ukitaka sasa hivi ujifunze Kiingereza, ujifunze Kifaransa, ujifunze sio Kijerumani, Kiarabu, chochote kile, ukienda kwenye mitandao unachagua tu mwenyewe mwalimu mzuri, sio? Nani katika nyinyi anatumia muda huo? Hata angetumia robo tu ya muda anaotizama vituko, pia ingemsaidia sana, angekuwa amepiga hatua. Lakini hatufanyi hivyo. Ukitaka sasa hivi, unaona hivi vilemba vya mashehe zetu, ukitaka usome hapa upate hicho kilemba, unaweza kusoma sasa hivi. Mashehe wameshakuwekea msingi. Haya, baada ya hapo sasa wewe nenda mbele. Utasoma yale yote ambayo yanampa mtu kilemba kupitia mtandao. Wangapi wanasoma? Sasa lazima tumuelewe kwamba kijana wa sasa hivi anatakiwa awe na silaha gani za kupambana. Medani ya vita sasa hivi iko wapi? Haya yatatusaidia sana
katika mapambano yetu ya ukombozi wa Kiislamu. Tunahitaji tujikomboe, turudi upya katika Uislamu. Sasa tunapokwenda sisi tunahitaji kuashiria nukta ambazo tunajifunza kupitia vijana wa Karbala. Leo nitahitaja nukta namba 1 kabla hatujaingia katika mazungumzo yetu yajayo insha Allah. Nayo ni upendo na unyenyekevu uliokuwa kwa vijana kwa watu wazima wao katika ardhi ya Karbala. Hili inatakiwa tulimurike na tutizame kijana wa sasa hivi yukoje katika jamii ambayo ina viongozi, ina watu wazima wake. Na kufaulu kwa vijana wa Karbala kulitokana na moja katika sifa ni hii, ambayo leo hii kijana wa sasa hivi hana sifa hiyo. Hana sifa hiyo kwa mwalimu wake, hana sifa hiyo kubwa zaidi kwa wazazi pia. Na akionyesha heshima kama vile amelazimishwa tu. Ndivyo vijana tulikuwa nao, ndio tabaka tulikuwa nalo sasa hivi katika jamii zetu. Leo nitakomea hapa. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.